Katika siku za hivi karibuni, Tanzania inajikuta katikati ya malumbano mapya ya kisiasa. Malumbano yaliyosukumwa na kauli kali, madai makubwa na mvutano unaotokana na kile kinachoitwa kuwa maandamano ya Disemba 9. Katika video iliyosambaa mtandaoni, Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba alinukuliwa akisema, "Juzi nilizungumza jambo fulani." Akatokea mwanaharakati mmoja huko nje akasema, "Huyu ndiye waziri mkuu wa kwanza atakayekaa muda mfupi madarakani. Ni sawa tu. Niko tayari kukaa hata kwa wiki moja, lakini sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja." Mabwana na watwana. Kauli ambayo imezua mjadala mkubwa, ikionekana kumlenga moja kwa moja mwanaharakati wa mitandaoni anayeishi Marekani, Mange Kimambi. Kwa wengi wanaomfahamu, Mange Kimambi si jina jipya katika anga za harakati za mtandaoni. Ni sauti iliyojitanua miaka kadhaa iliyopita, hususan wakati wa sakata la uchaguzi wa mwaka 2020. Sauti iliyojipambanua kwa kuikosoa serikali na kushawishi mitandao ya kijamii kuwa chombo cha kupaza kilio cha wananchi. Lakini safari hii amekwenda mbali zaidi. Kupitia kurasa zake, Mange amedai kwamba wataitoa madarakani serikali ya sasa, akisisitiza kuwa Disemba 9 itakuwa siku ya movement kubwa ya mabadiliko. Kauli ambayo imezua mshangao, hofu na pia maswali. Je, itawezekana? Je, ni kauli ya kiharakati au ni jaribio la kuchochea hisia ambazo zinaweza kuitikisa nchi? Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika majibu yake hakujibu kwa hasira, bali kwa msimamo kwamba nafasi yake ya uongozi si muhimu kuliko utulivu wa nchi. Kwa maneno yake nikimnukuu, amesema, "Niko tayari kukaa hata wiki moja, lakini sitakubali mgawanyiko wa kitabaka. Hakuna Tanzania daraja la juu na daraja la chini." Kauli ambayo ndani yake imebeba ujumbe mzito wa kisiasa, kwamba serikali haitatumbukia kwenye siasa za mitandao, kwamba haitishwi na maneno ya wachache wanaoishi nje ya nchi, na kwamba utawala wake uko tayari kupambana na jaribio lolote linaloweza kuvuruga amani. Lakini je, ujumbe huo unatosha kuizima mitikisiko ya Disemba 9? Au umekuwa mafuta kwenye moto unaowashwa na hisia kali mtandaoni? Mitandao imebadilika duniani. Imebadilisha siasa, imebadilisha harakati, imebadilisha namna watu wanavyojieleza. Lakini swali kubwa ni moja, je, harakati za mtandaoni zina nguvu ya kweli kubadilisha mfumo wa uongozi nchini Tanzania? Kihistoria, Tanzania si nchi ya mapinduzi ya mtandaoni, si nchi ya machafuko ya mitaani. Ndio maana kauli kama "tutaiangusha serikali" inakuja na uzito mkubwa na hatari kubwa. Serikali imekuwa dhabiti kueleza kuwa vikosi vya ulinzi vipo tayari, kwamba sheria zipo na kwamba jaribio lolote la kuchochea mtafaruku halitavumiliwa. Lakini pia upande mwingine wa mjadala unasema madai ya maandamano yanatokana na kero zinazotakiwa kusikilizwa, sio kupuuzwa. Swali ni je, kwa nini tarehe hii imepewa uzito? Kwa nini imekuwa ishara ya mapambano? Kwa sababu Disemba 9 ni siku ya uhuru. Ni siku yenye thamani ya kihistoria na ni siku ambapo Tanzania ilijitenga kutoka kwa ubeberu na kujisimamia kama taifa. Lakini kutumia siku hiyo kama siku ya mgogoro, siku ya maandamano, siku ya kusema tutaiangusha serikali, kumefungua ukurasa mpya ambao wengi hawakutarajia. Mashirika ya kimataifa, mabalozi, wachambuzi wa kisiasa, wote sasa wanafuatilia kwa makini mwelekeo wa mgogoro huu unaongezeka. Ikiwa maandamano haya yatafanyika kwa ukubwa unaodaiwa, swali linabaki, je, yatakuwaje na athari ni zipi? Athari ya kwanza ni hatari ya vurugu, pale ambapo hisia zinapokuwa juu kuliko busara. Lakini pia athari nyingine ni Tanzania kuwa kwenye jicho la dunia. Tanzania kwa mara nyingine itakuwa kwenye vichwa vya habari vya kimataifa. Uhusiano wa serikali na diaspora unaweza pia kuwa mvutano utakaopanuka. Pia athari ya kiuchumi.
Uwekezaji unaweza kuyumba ikiwa mazingira ya kisiasa yanaonekana kuyumba. Athari nyingine ni uhalali wa kauli. Je, kauli ya kuiondoa serikali inajengwa kwenye msingi gani wa sheria? Lakini pia kuna upande wa pili. Maandamano ya amani ni haki ya kiraia, haki inayotambuliwa na katiba, haki ambayo mara nyingi imekuwa chombo cha kuonyesha hisia za wananchi. Tatizo si maandamano, bali tatizo ni misimamo mikali inayozunguka maandamano. Ni rahisi kusema mtandaoni tutawaondoa madarakani, lakini kwa mtazamo wa uhalisia wa Tanzania, hakuna taifa lililowahi kubadilisha serikali kupitia wito wa mtandaoni pekee. Hakuna mfumo wa kisheria unaoruhusu movement ya mtandao kuiondoa serikali halali. Maandishi haya ni muhimu. Kwa serikali yoyote kuondolewa madarakani, lazima kuwe na uchaguzi, kura, mfumo wa kikatiba au mgogoro wa kitaifa unaotambuliwa kimataifa. Hakuna kati ya hayo yanayoonekana kwa sasa. Kwa hiyo, je, kauli ya Mange ni hoja ya kisiasa au ni jazba ya harakati? Hili ndilo swali linalotawala mjadala. Katika mvutano huu wa maneno kati ya serikali na wanaharakati, kati ya kauli na uhalisia, kati ya Disemba 9 na hatima ya taifa, ukweli mmoja unabaki. Tanzania inahitaji busara zaidi kuliko makelele. Inahitaji mazungumzo zaidi kuliko vitisho, na inahitaji uwajibikaji kuliko propaganda. Kauli ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwamba niko tayari kukaa wiki moja kwenye madaraka imefungua mjadala. Lakini kauli ya Mange kwamba tutaiangusha serikali imefungua tahadhari. Mwisho wa siku, historia itaandika upande ambao utashinda, si upande ambao ulipiga kelele zaidi, bali uliotafuta amani, utulivu na mustakabali wa nchi.